chini ya magari ikaona andiko lake kwa kweli ni bora, linapaswa kuwa andiko nambari 1, naye ni Tukei. Anatoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, anajipatia cheti, ngao, laptop, nitaje pesa? Haya, na hundi ya pesa yake $10,000 inatoka Azania Bank. Pongeze makofi mengi sana kwa kijana wetu, mshindi wetu Bwana Tukei Thomas toka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ndugu zangu, jambo ambalo ningependa kuliwekea mkazo leo ni kurejea katika swali kubwa na la msingi. Kwa nini tulianzisha challenge hii? Naomba niseme hapa bayana na hadharani kwamba lengo letu lilikuwa ni kuhamasisha na kutumia maarifa na nguvu ya vijana wetu, wanafunzi wanaopata mafunzo ya nadharia yaende katika vitendo, lakini vile vile kuhakikisha tunachachusha ubunifu kwa vijana, na kama haitoshi kuhakikisha ya kuwa tunawashirikisha kikamilifu katika fikra chanya za kupeleka mbele gurudumu la maendeleo la taifa letu. Lakini kama haitoshi pia, makampuni kadhaa ya kizalendo yamenieleza commitment zao kwamba hawa vijana wako tayari watakapomaliza kuajiriwa katika makampuni hayo. Makampuni kama Kings Builders yameshaniletea ofa, yamenambia kuanzia mwaka huu yataajiri vijana 15. Wanasubiri vijana ninyi mmalize, ajira ipo kule na wasubiri moja. Kwa hivyo ninao orodha ya makampuni ya kizalendo yaliyojitoa tayari kuajiri vijana waliotokana na shindano hili, kwamba yale mafikra yenu mwende mkayafanye kwa vitendo. Kwa hivyo mnaposikia wito wa kushiriki katika mambo makubwa na mazuri ya namna hii, ni wito wangu kwa vijana wote nchini. Wanafunzi, msibaki nyuma, changamkeni, nendeni mkachangamkie fursa. Ninaamini pia vile vile kwamba wako vijana kupitia challenge hii wataanzisha makampuni. Nilishawaeleza wataalamu wangu kwamba ikiwa wako vijana wanataka kuanzisha makampuni waliotokana na changamoto hii, sisi tuko tayari. Fateni zile taratibu zote na tutawaungeni mkono. Kwa hivyo sisi Wizara ya Ujenzi hatuko nyuma kwenye kufanya engagement ya vijana sawa na maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadi kufikia tarehe ya mwisho ya kuwasilisha kazi ambayo ilikuwa tarehe 31 Machi 2026, jumla ya maandiko 561 yalikuwa yamepokelewa kutoka kwa washiriki mbalimbali waliotoka ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Washiriki hao walijumuisha wanafunzi wa vyuo pamoja na wadau wengine wasiokuwa wanavyuo, jambo lililoonyesha mwitikio mkubwa wa jamii na hamasa ya kushiriki katika kutafuta suluhisho bunifu za changamoto za usafiri mijini. Nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais, kumpigia makofi na salamu zimfikie. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru sana kwani wewe na Wizara ya Ujenzi mmekuwa mstari wa mbele kwa kuanzisha na kuhamasisha shindano hili ambalo limeenda kwa andiko la ubunifu na kupunguza msongamano wa magari mijini, ama kwa Kiswahili kifupi, namna ya kutatua foleni. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpango huu umetupa motisha vijana wengi kufikiri, kutumia maarifa tunayoyapata, lakini pia kutokana na tunayoyasoma kuwasilisha katika jamii kwa vitendo. Tunathamini imani ambayo wizara imeonyesha kwa wanafunzi kwa kutupa jukwaa la kuelezea mawazo yetu, lakini pia kupitia shindano hili tumeonyesha uzalendo na hisia zetu za uwajibikaji kwa taifa letu la Tanzania.